Waligani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuzia yale yaliyojiri tukuendelea kutoka chumba cha habari. Mimi ni Godwin Mawanja, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Waziri Mkuu azindua shule ya msingi Kasoma, haipongeza Musoma vijijini kwa usimamizi wa miradi. Mataifa 63 yaonesha nia ya kuwekeza katika ujenzi wa viwanda vya dawa na vifaa tiba nchini. Wakulima wa zao la pamba nchini watakiwa kuzingatia usafi na ubora wa zao hilo. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amezindua shule ya msingi Kasoma iliyopo halmashauri ya wilaya ya Musoma mkoani Mara na kuipongeza halmashauri hiyo kwa kusimamia miradi ya maendeleo kwa kuzingatia thamani ya fedha pamoja na kuendelea kuboresha huduma za elimu kwa wananchi. Goodluck Msola anaeleza zaidi. Akizungumza baada ya kuzindua shule hiyo Jumamosi ya Julai 4, Dr. Mwigulu amesema kuwa serikali itaendelea kuwekeza katika sekta ya elimu ili kuhakikisha watoto wengi zaidi wanapata fursa ya kusoma katika mazingira bora na karibu na makazi yao. Amesema halmashauri ya wilaya ya Musoma imeanza mapema kutekeleza mwelekeo wa serikali wa kuhakikisha kila kijiji kinakuwa na shule ya sekondari, hatua ambayo itawezesha utekelezaji wa sera ya elimu ya lazima kwa miaka 10 kuanzia shule ya msingi hadi kidato cha 4. Hongereni kwa kutangulia mbele. Tulipanga ifikapo 2028 ndio tuwe na muundo huu. Ninyi tayari mmeshaanza kutekeleza. Huu ni mpango ambao serikali inaenda kutekeleza wa elimu ya lazima ya mpaka kidato cha 4. Elimu ya lazima ya mpaka kidato cha 4 kwa lugha nyingine ni kuwa na sekondari kila kijiji. Sasa ninyi tayari mmepiga hatua kwenye hilo, niwapongeze sana. Awali mbunge wa jimbo la Musoma vijijini Profesa Sospita Muhongo amesema uwekezaji unaofanywa na serikali katika sekta ya elimu umeiwezesha wilaya hiyo kuendelea kupanua miundombinu ya shule ili kuendana na sera ya elimu ya lazima kwa miaka 10. Amesema jimbo hilo lina shule za msingi 120, linaendelea kujenga shule 4 mpya zaidi na tayari lina jumla ya shule za sekondari 33 katika kata 21, huku lengo likiwa ni kuhakikisha kila kijiji kinakuwa na shule ya sekondari pamoja na kuongeza idadi ya shule za sekondari za juu, yani high schools. Kwa mfumo tuliojiwekea kwamba watoto wote watasoma mpaka kidato cha 4. Mfano mzuri ni kwenye hiki kijiji. Kuna shule ya msingi hapa, kuna sekondari, alafu kuna high school. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa serikali kutupatia fedha kuweza kujenga hii shule ya msingi. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Musoma, Msongela Palela, ameeleza kwamba mradi wa ujenzi wa shule ya msingi Kasoma umepokea jumla ya shilingi milioni 330.7 kutoka serikali kuu kupitia mradi wa kuboresha elimu ya awali na msingi, yani BOOST. Aidha, halmashauri hiyo imechangia jumla ya shilingi milioni 5.4 kwa ajili ya ununuzi wa madawati 90, huku wananchi wa kijiji cha Kaboni wakichangia nguvu kazi yenye thamani ya shilingi 800,000. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba ametoa mwezi mmoja kwa wakala wa barabara za mijini na vijijini TARURA wilayani Butiama kufanya tathmini ya gharama za kujenga barabara za mji wa Butiama ili kuboresha miundombinu ya kuipa hadhi wilaya hiyo. Adam Kadutu anaripoti kutoka Mara. Akiwa bado ziarani hapa mkoani Mara, Dr. Nchemba anafika Butiama, wilaya ya kihistoria, nyumbani kwa baba wa taifa, wakati akihutubia mamia ya wananchi, na haya ndio maagizo anayoyatoa. Ndani ya mwezi mmoja niwe nimeshapata tathmini ya fedha inayotakiwa kuzifungua barabara zote za Butiama zilizojifunga. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji, tuna mradi mkubwa wa Mlango Kiabakari. Ni mradi mzuri, lakini kuna baadhi ya maeneo unaacha hayo mapengo hayo. Kwa baba wa taifa, maji yakitiririka kote kuna shida gani? Lakini kando na mkutano wa hadhara, baadhi ya wakazi wa Butiama wanagusia kilio cha ukosefu wa huduma ya umeme katika baadhi ya vitongoji. Kitongoji chetu changamoto ni umeme. Hatuna umeme hata kidogo. Nguzo zimepita, zimeelekea hospitali mpya, lakini sisi wananchi hatuna umeme. Hatuna umeme wala maji. Sasa huwa tulikuwa tunaomba serikali tuangalie. Umeme ni rasilimali muhimu sana. Kwa hiyo tunatamani ufike ili angalau tutumie kama biashara alafu na uzalishaji. Kuhusu hili, naibu waziri wa nishati anatolea majibu, huku waziri mkuu Dr. Nchemba akipigilia msumari
katika jimbo hili la Butiama katika vitongoji 350 tumebakiza vitongoji 51 na Wizara ya Nishati inatambua. Kwenye ilani ya sasa hatukuongelea kwamba angalau upige kila kijiji, tunaongelea uende kwenye vitongoji na kwenye mitaa. Kisha anaiagiza Wizara ya Ardhi kubadili utaratibu wa utatuzi wa migogoro ya mipaka kwa kuwafikisha wataalamu maeneo husika badala ya kutegemea ramani za ofisini. Mizozo ya ardhi mpaka nyumbani kwa baba wa taifa. Ni watu wa ardhi, hamuoni aibu? Msichoree mipaka kwenye kompyuta. Wazee wa zamani bado wapo. Njooni mwatembeze taratibu, hawa ni ndugu, pitieni mkubaliane, ni hapa ni hapa. Kishajua hapa ni hapa kwa wao kwa siku zote hizi, ndio mrudi kwenye kompyuta muanishe na kile ambacho wanawaambia wao. Waweza kupima vijiji hivi vilivyobakia. Lengo ni nini? Niyo ndio dawa ya kupunguza migogoro. Adam Kadutu, TVE Habari, Mara. Asante sana Adam Kadutu kwa taarifa hiyo. Serikali kupitia Wizara ya Afya imesema mpaka sasa jumla ya mataifa 63 imeonyesha nia ya kuwekeza katika ujenzi wa viwanda vya dawa na vifaa tiba katika eneo la kongani ya viwanda vya dawa Mloganzila, huku kampuni moja ikitegemewa kuanza uzalishaji wa chanjo hivi karibuni. Goodluck Msola ana undani wa taarifa hiyo. Akizungumza jijini Dar es Salaam baada ya kufanya ziara katika chuo cha afya na sayansi shirikishi Muhimbili MUCOAS, Naibu Waziri wa Afya Dr. Florence Samizi amevitaka vyuo vya afya nchini navyo kuingia katika ajenda ya kuzalisha dawa na vifaa tiba nje ya kuzalisha wataalamu ili kuwezesha kujenga nchi itakayojitegemea katika upande wa dawa na vifaa tiba ifikapo mwaka 2050. Tunavyoelekea dira ya 2050 ambayo tumeanza kuitekeleza tarehe 1 mwezi wa 7 na bajeti ya kwanza ya Mheshimiwa Rais tarehe 1 mwezi wa 7 awamu yake ya pili, lazima nchi ijitegemee kwa dawa. Ni agenda ambayo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameibeba kwa nguvu zake zote na ameonyesha kwa vitendo. Kwanza amemteua naibu katibu mkuu viwanda. Wizara ya Afya tulikuwa na naibu katibu mkuu mmoja, lakini sasa tunao wawili, mmoja kwa ajili ya viwanda tu ambaye ni Bwana Emmanuel tayari. Upande wake naibu mkurugenzi mtendaji wa Hospitali ya Taifa Muhimbili Dr. Juliet Magandi pamoja na mkurugenzi wa mafunzo kutoka Wizara ya Afya Dr. Saitori Raiza wamesema chuo hicho cha afya Muhimbili kimekuwa na mchango muhimu katika kuzalisha wataalamu wa afya hapa nchini Tanzania, hasa kutokana na 80% ya watumishi wa sekta ya afya ambao ni zaidi ya 182,000 ambao wanahudumu katika sekta ya afya wanatoka katika vyuo vya kati. Mheshimiwa Naibu Waziri, ujio wako huu ni wa kihistoria na wenye umuhimu wa kipekee, ukiwa na lengo kuu la kutembelea na kukagua maendeleo ya chuo cha afya na sayansi shirikishi MUCOAS. Sisi kama hospitali ya mafunzo tumefarijika sana kukuona wewe binafsi, kama ambavyo mkuu wa chuo naye amefarijika na kufurahi sana kututembelea, ambapo umeambatana na timu ya usimamizi wa mafunzo na rasilimali watu kutoka wizarani kuja kuweka msisitizo katika nguzo kuu ya uzalishaji wa wataalamu wa kesho wa afya nchini. Watumishi wa afya kwa sasa hivi wako 182,430. Asilimia 85 ya watumishi hao ni wanatoka katika mafunzo ya kada za kati na ndio walioko katika primary health care, ambao ndio moyo wa afya wa taifa lolote lile, wala sio Tanzania tu. Kwa hiyo maono yako ya kuhakikisha kwamba vyuo hivi vinatembelewa na uongozi mkubwa wa wenye sekta ya afya, viongozi wa sekta ya afya, kufika na kuchungulia na kuona yanayojiri huko kwa malengo ya kuboresha na kutia msisitizo kwenye masuala kadha wa kadha, kwa kweli itatufanya Tanzania tuweze kutoka vizuri zaidi. Naye mkuu wa chuo cha MUCOAS Dr. Ben Betson pamoja na mwakilishi wa wanafunzi wa chuo hicho wamesema pamoja na mafanikio ya chuo hicho katika kuzalisha wataalamu wa afya, lakini bado chuo hicho kinakabiliwa na baadhi ya changamoto ikiwemo ufinyu wa watumishi, majengo pamoja na bajeti ili kufikia malengo ya kuzalisha wataalamu zaidi. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo.
Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Arusha imeendelea kuvuka malengo ya ukusanyaji wa mapato iliyojiwekea kukusanya bilioni 500 kwa mwaka, ambapo kwa mwaka wa fedha 2025-2026 imekusanya zaidi ya bilioni 500. Hazila Omar anaundani wa taarifa hiyo. Akizungumza wakati wa bonanza la TRA na walipa kodi lililofanyika katika viwanja vya TGT, meneja wa taasisi hiyo mkoa wa Arusha Deokratus Shuma anasema kuvuka kwa malengo ya ukusanyaji wa mapato kumechangiwa kwa kiasi kikubwa na walipa kodi wanaolipa kwa hiari na kwa wakati. Kwa sapoti yao kubwa iliyotuwezesha kutimiza usimamizi wa sheria mbalimbali za kodi, ambapo tumeongeza kwa kiwango kikubwa uwiano wa kulipa kodi, na kwa mara nyingine kama nilivyosema awali wametuwezesha kuvuka kwa kishindo malengo yetu ya makusanyo kama mkoa ya mwaka 25-26. Lengo lilikuwa kukusanya shilingi bilioni 504.7, lakini mpaka kufikia tarehe 30 tuliweza kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 519.6. Kwa upande wake mkuu wa wilaya ya Arumeru Mwinyi Ahmed Mwinyi anataja mafanikio hayo kuwa yanatokana na mahusiano mazuri ya mamlaka hiyo na jamii. Hizi namba ambazo tunazisherehekea sasa hivi, kama isingekuwa ninyi zisingekuwa hapa. Kwa hiyo niwapongeze sana kuanzia ngazi ya management ya mkoa, vitengo vyake, mawilayani na watumishi wote kwa ujumla. Hongereni sana, unafanya kazi nzuri, nasi kama wenzenu katika gurudumu la maendeleo tunafarijika sana kufanya kazi. Naye mwakilishi wa wafanyabiashara mkoa wa Arusha Ahmed Jamal anasema ukusanyaji wa mapato wa TRA hivi sasa umebadilika, hivyo kero zimepungua kwa kiasi kikubwa. Hapa TRA Arusha na wilaya zingine zote ambazo ziko chini yangu mimi, kila mlango wa TRA uko wazi. Hakuna kero ambayo inakosa majibu. Hakuna mfanyabiashara ana dukuduku. Mheshimiwa Rais alimwekeza kamishna mkuu ndugu yetu Mwenda, mamlaka ya TRA wateke kila siku ya Alhamisi iwe siku special ya kusikiliza wafanyabiashara. Lakini mgeni rasmi, tunakuambia sasa hivi tukienda pale tunakwenda kula korosho na kahawa. Hakuna kero tena. Mkoa wa Arusha ni mkoa wa pili kwa ukusanyaji wa mapato nchini, ukiongozwa na mkoa wa kibiashara wa Dar es Salaam. Asante sana Hazila Omar kwa taarifa hiyo. Wakulima wa zao la pamba nchini wametakiwa kuzingatia usafi na ubora wa zao hilo wakati wa uvunaji na uchambuaji ili pamba inayozalishwa Tanzania iweze kukidhi viwango vya soko la kimataifa. Mwamvita Mkondo ameenda taarifa zaidi kutoka mkoani Shinyanga. Wito huo umetolewa na kaimu mkurugenzi wa bodi ya pamba kanda ya Magharibi, Lenatus Philbert, wakati akizungumza na TVE Habari kuhusu kuanza kwa msimu wa ununuzi wa pamba wa mwaka 2026. Amesema kuwa zaidi ya 70% ya pamba inayozalishwa nchini huuzwa katika masoko ya nje, hivyo ni muhimu kuhakikisha inakuwa na ubora unaoweza kushindana na pamba kutoka mataifa mengine. Tutambue kwamba pamba ni bidhaa kama zilivyo bidhaa nyingine zote zinazotafuta soko la uhakika. Kwa hiyo usafi na ubora wa pamba ni msingi muhimu sana wa kuimarisha soko letu la pamba kimataifa, tukizingatia zaidi ya 70% ya pamba yetu inauzwa nje ya nchi kwenye ushindani na pamba inayozalishwa kwenye nchi zingine. Kwa hiyo tunawahimiza wakulima kuhakikisha pamba yote inayoenda kuuzwa kwenye vyama vyetu vya msingi iwe imechambuliwa, kwa maana imeondolewa vikonyo na takataka zote zisizokuwa pamba. Philbert amewataka wakulima kuchambua pamba vizuri na kuepuka kuivuna ikiwa na vikonyo au uchafu unaoweza kushusha ubora wake. Aidha, ametoa onyo kwa wanunuzi wa pamba pamoja na vyama vya ushirika vya AMCOS kuhakikisha wanatumia mizani sahihi, kutowaibia wakulima na kuwalipa fedha zao mara kwa mara baada ya kupokea pamba. Pamoja na hilo, niwahimize wanunuzi wa pamba hasa AMCOS ambao wanapima ile pamba ya wakulima. Wakulima wetu wanajitahidi sana kusimamia kilimo cha zao lao la pamba mpaka kufika kuvuna. Kwa hiyo vitendo vilivyokuwa vikijitokeza misimu iliyopita, mkulima kuibiwa pamba yake kupitia kwenye mzani wa kupimia pamba, tafadhali sana kwa msimu huu wasijaribu. Serikali imejipanga na yoyote atakayekamatika ni hujumu uchumi kama
wahujumu uchumi wengine. Baada ya kauli hiyo, TVE Habari imetembelea kampuni ya Mashati Investment ambayo ni miongoni mwa wanunuzi na wachakataji wa pamba ili kufahamu utekelezaji wa maelekezo hayo. Mkurugenzi wa kampuni hiyo Novatus Shilima amesema mizani yote imehakikiwa na kuthibitishwa kuwa sahihi, huku akisisitiza kuwa hakuna mkulima atakayechukuliwa pamba yake kwa mkopo, kwani malipo yanafanyika papo kwa papo. Kiukweli tumejiandaa na soko vizuri, tumeweka vituo vyetu sawa, tumeshaandaa miundombinu ya kusafirisha pamba hiyo, lakini pia fedha kwa mkulima ipo karibu, atakapofika akipimiwa basi mkulima apate fedha yake pale pale. Kwa hivyo kikubwa mkulima akivuna awaishe pamba sokoni kwa wakati kwenye vituo vyetu vya manunuzi. Kwa upande wao, baadhi ya wakulima wa pamba kutoka kijiji cha Mwarukwa wameeleza kuridhishwa kwa huduma wanazozipata katika AMCOS ya Mashati Investment. Wamesema wamepokea malipo yao mara kwa mara baada ya kuuza pamba na kuhamasisha wakulima wengine kupeleka mazao yao mapema ili wapate fedha za kukidhi mahitaji yao kabla ya gharama za maisha kuendelea kupanda. Na serikali kwa bei elekezi iliyotutolea ya 1240 na kampuni ya Mashati naipongeza kwa sababu hatuuzi pamba kwa mkopo. Lakini ninawaasi wakulima wenzangu tuuze pamba mapema ili tuweze kununua chakula, maana sasa mazao bado ni bei nzuri. Kwamba kwa kweli kuhusu bei tumelizika nayo kwa sababu tayari tunauza. Alafu isitoshe kwamba kuna ongezeko kubwa, mabadiliko makubwa kutoka mwaka jana ilivyokuwa mpaka leo mwaka huu, naona bei iko nzuri sana. Asante sana Mwavita Mkondo kwa taarifa hiyo. Kampuni ya mawasiliano ya Vodacom Tanzania imeibuka mshindi wa tuzo 2 katika maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam Sabasaba, ikitunukiwa tuzo ya banda bora la maonyesho na tuzo ya udhamini, hatua inayodhihirisha mchango wake katika kuendeleza ubunifu wa kidijitali na kuboresha huduma kwa wateja nchini. Ellen Manyangu anaundani wa taarifa hiyo. Akizungumza katika maonyesho hayo, mkurugenzi wa biashara na masoko wa Vodacom Tanzania Bridget Shilima amesema tuzo hizo zinathibitisha dhamira ya kampuni hiyo ya kuendelea kuwa kinara na huduma za mawasiliano pamoja na kuleta suluhisho za kidigitali kote nchini, na amesema kupitia ushirika wake katika maonyesho hayo Vodacom imeendelea kuonyesha ubora wa huduma zake kwa kuwapa wateja huduma zinazorahisisha maisha na biashara. Trade, uongozi mzima na wote waliohusika kuangalia mabanda bora, sisi Vodacom tumetokea na kupata tuzo hii ambayo katika mabanda bora yote ya hapa Sabasaba tumeshika na sisi nafasi ya tuzo. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa uongozi mzima kwa kuweza kutuamini, lakini tunaahidi kwa wateja wetu kwamba tutaendelea kutoa huduma zinazokidhi mahitaji yao na tutaendelea kuwa mtandao wenye ubora Tanzania mzima. Aidha, amefafanua kuwa banda la Vodacom limekuwa likitoa huduma mbalimbali za kidigitali ikiwemo malipo ya tiketi za kuingilia maonyeshoni kwa njia ya kielektroniki, huduma za M-Pesa pamoja na suluhisho mbalimbali za mawasiliano kwa watu binafsi na wafanyabiashara. Na ameongeza kuwa huduma hizo zinaendelea na lengo la kampuni la kujenga jamii inayotumia teknolojia katika shughuli za kila siku. Pia amesema tuzo hizo ni chachu ya kuendelea kuboresha huduma kwa wateja na kuimarisha uwekezaji katika teknolojia za kisasa ili kuhakikisha Watanzania wanaendelea kupata huduma bora kupitia mtandao wa Vodacom ambao umeendelea kujitanabaisha kama fahari ya Watanzania na mtandao unaoongoza nchini. Asante sana Ellen Manyangu kwa taarifa hiyo. Serikali imesema imeweka mkakati wa muda mrefu wa kudhibiti saratani nchini kwa kujenga na kuimarisha vituo vya huduma, kuwekeza katika vifaa vya kisasa vya uchunguzi na tiba pamoja na kusogeza huduma karibu na wananchi. Goodluck Msola anaeleza zaidi. Hayo yameelezwa jijini Dar es Salaam na mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya saratani ya Ocean Road Dr. Diwani Msemo wakati akizungumza kwenye maonyesho 50 ya biashara ya kimataifa maarufu kama Sabasaba, ambapo amesema kuwa mkakati huo umewezesha kuimarishwa kwa huduma katika hospitali za Bugando, KSMC, huku taasisi ya saratani ya Ocean Road pamoja na kituo cha saratani cha Dr. Samia Suluhu Hassan Cancer Care Center zikiwa na vifaa vya kisasa vya uchunguzi na matibabu vinavyokidhi viwango vya kimataifa. Mbali na hayo, amesema kuwa sambamba na uwekezaji huo, serikali kupitia Daktari Samia Suluhu Hassan Outreach Program imeendelea kutoa huduma za uchunguzi na saratani ya shingo ya kizazi, saratani ya matiti pamoja na matibabu ya awali kwa wananchi bila malipo.
pamoja na elimu ya kujikinga dhidi ya ugonjwa huo, huku pia chanjo ya homa ya ini hepatitis B inayosaidia kupunguza hatari ya saratani ya ini ikiendelea kutolewa bila malipo. Kimsingi tumejipanga, tunatoa elimu lakini pia tunafanya screening, na vyote hivyo tunavitoa bure. Hatuchaji kitu katika hizo huduma zote ambazo tunazozitoa. Lakini nikisema bure muelewe maana yake ni nini. Ukisikia kitu kinatolewa bure, ina maana lazima kuna mtu ambaye analipia ili upate hiyo bure. Na analipia si mwingine bali ni serikali. Serikali ndio inalipia. Kwa hiyo ukiona watu wamekuja hapa alafu wanatoa huduma alafu hawachaji, ina maana kwamba serikali ndio imewezesha. Aidha, ameeleza kuwa katika maonesho hayo mwitikio wa wananchi umekuwa mkubwa hadi kufikia siku ya mahojiano zaidi ya wanawake 300 walikuwa wameshafanyiwa uchunguzi wa saratani ya shingo ya kizazi pamoja na matiti, huku wanaume takriban 200 wakiwa wamepimwa saratani ya tezi dume. Sambamba na hilo tumekuwa tukitoa pia chanjo, imekuwa ikitolewa chanjo pia ya kuzuia homa ya ini ambayo mwishoni inakuja kuleta pia saratani ya ini. Kwa hiyo nayo hiyo imekuwa ikitolewa bure. Kwa hiyo kwa jumla hizo ndio huduma ambazo tumekuwa tukizitoa pamoja na elimu, na mwitikio alhamdulillah umekuwa ni mzuri sana. Kwanza watu wetu wanazidi kuelewa, tofauti na jinsi ilivyokuwa nilipokuwa najiunga na hii tasnia karibu miaka 30 iliyopita. Sasa hivi ukiongea watu wanaelewa, watu wanakuja, watu wanauliza ushauri, na kwa kweli banda letu limekuwa ni mfano wa watu kumiminika hapa kwa ajili ya kupata elimu na ushauri. Wakati Tanzania ikiwa imeanza utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya 2050, inaelezwa kwamba bado jitihada zinahitajika katika kuhimiza Watanzania kuingia katika matumizi ya malipo kidijitali ili kufikia malengo ya kukuza ujumuisho wa kifedha ifikapo mwaka 2050. Zaidi tuungane na Goodluck Msola. Hayo yamesemwa katika hafla fupi ya kuwakabidhi tiketi za ndege kwa ajili ya kuelekea nchini Mexico washindi wanne wa kampeni ya kila muamala ni bao la ushindi inayoendeshwa na Mixi kwa kushirikiana na kampuni ya Hisense, ikiwa imelenga kutanua wigo wa matumizi ya malipo kidijitali kuelekea utekelezaji wa dira 2050 ambayo inahimiza ujumuisho wa kifedha. Akizungumza katika hafla hiyo, afisa mtendaji mkuu wa Mixi Angelica Pesha amesema wataendelea kuwa wabunifu katika kuja na huduma ambazo zimelenga kurahisisha huduma za malipo kidijitali, ikiwa ni uungaji mkono utekelezaji wa dira 2050 inayotaka malipo yote kufanyika kidijitali ili kukuza ujumuisho wa kifedha. Tunaendelea kutoa milioni 1, tunaendelea kutoa vifaa vya Hisense, lakini bao letu kubwa kuliko ni milioni 50 ambayo itapatikana na mtu mmoja. Kwa hiyo kuna mmoja wetu atashinda, na ni mmoja naitamani, lakini kuna hicho vigezo na masharti. Siwezi nikachukua hiyo hela mimi au mtu yoyote anayefanya Mix, lakini mteja wetu yoyote yule anayetumia Mix Super App anaweza akaibuka mshindi. Kwa upande wake, James Sumali, mkurugenzi wa biashara kutoka Mixi, amesema pamoja na kulenga katika kuongeza wigo wa matumizi ya malipo kidijitali, pia wametumia kampeni hiyo kuwawezesha Watanzania zaidi ya 60 kwa kipindi cha wiki 6, ambapo kila mmoja amepata shilingi milioni 1 kuelekea mwisho wa kampeni, ambapo watatoa jumla ya shilingi milioni 50. Sisi tunatujua kwa ubunifu. Nadhani tumekuwa trendsetters. Tumekuwa tunafanya vitu vingi sana katika kuengage wateja wetu ili kuwapa furaha kipindi cha World Cup, na tunaweka challenge mbalimbali, na zile challenges zinakuja na zawadi. Kwa hiyo kiacha zawadi za milioni 1, zawadi za Hisense na zile zawadi za social media, pia kuna hiyo milioni 50 ambayo itakuwa inashindaniwa mwisho wa kampeni. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Kutokana na halmashauri za mkoa wa Mwanza kufanya vizuri katika matokeo ya mitihani ya sekondari na shule za msingi, maafisa elimu kutoka halmashauri za mkoa wa Geita wametembelea halmashauri ya wilaya Misungwi kwa lengo la kujifunza namna ya halmashauri hiyo inavyofanya vizuri kwa miaka 3 mfululizo. Zaidi tuungane na mwanahabari wetu Emmanuel Meshak. Akizungumza mara baada ya kikao kilichowakutanisha maafisa elimu hao na maafisa elimu wa Misungwi kwa lengo la kubadilishana uzoefu, afisa elimu sekondari katika wilaya ya Misungwi Bi Genoveva Chuchuba amesema imekuwa ni faraja kwao kupata ugeni huo, huku akielezea mafanikio aliyoyapata na mikakati wanayoitumia. Bi Genoveva pia amewashukuru wazazi kwa mwitikio mzuri
katika swala la kuhamasika kuchangia chakula cha watoto wao, swala ambalo limekuwa likichangia watoto kufaulu kwa wingi. Ninaweza kusema kwamba tumekuwa na mchakato mingi katika kufikia mafanikio hayo, lakini kubwa ni ushirikiano kati yetu sisi watu tunaosimamia elimu katika ngazi ya halmashauri, lakini kuanzia ngazi ya mkoa. Lakini tumepata mafanikio hayo makubwa pia kutokana na ushirikiano uliopo baina yetu sisi na viongozi katika ngazi ya wilaya, kwa maana ya mkuu wa wilaya, mkurugenzi na wakuu wengine wa idara, kwa mshikamano ambao tumekuwa nao. Na mshikamano huu umezaliwa na viongozi wetu wanaotusimamia katika ngazi ya mkoa, kwa maana ya mkuu wa mkoa, katibu tawala mkoa na ofisi ya elimu ya mkoa, kwa maana ya afisa elimu wa mkoa na wasaidizi wake wote kutoka idara ya elimu ngazi ya mkoa. Kwa upande wao, baadhi ya maafisa elimu kutoka katika halmashauri za mkoa wa Geita wameeleza lengo la wao kutembelea katika halmashauri hiyo, huku wakieleza kujifunza mambo mengi ambayo yatawasaidia kuendelea kuboresha sekta ya elimu katika maeneo yao. Kilichotufanya tushawishike kuja mkoa wa Mwanza na baadhi ya halmashauri zake ilikuwa ni hasa mafanikio walionayo kwenye matokeo ya kitaaluma na michezo. Kwa miaka isiyopungua mitatu wamekuwa kiongoza kitaaluma, lakini vile vile hata kwenye michezo. Sasa sisi kama sehemu iliyokuwa Mwanza, kabla hapo Geita ilitoka Mwanza, tukaona tukijilinganisha nao hatuna sababu ya kutoa kujua nini siri ya mafanikio yao. Kwa hiyo kilichotuleta hasa ni kuja kuona ni nini hasa chanzo cha mafanikio walioyafikia mpaka kuongoza kitaaluma na kimichezo. Tumefika halmashauri ya wilaya ya Misungwi kwa ajili ya kujifunza namna ya kuboresha taaluma pamoja na michezo. Katika taaluma tumejifunza mambo mengi mazuri kutoka kwa timu ya Misungwi inayosimamia elimu. Tumejifunza namna ambavyo wameweka mikakati ya kusimamia taaluma katika shule zote za msingi na sekondari. Asante sana Emmanuel Mesha kwa taarifa hiyo. Kampuni ya Halotel Tanzania kwa kushirikiana na Samsung Electronics imezindua rasmi huduma mpya mikopo ya simu janja inayowawezesha Watanzania kumiliki simu za Samsung kwa malipo ya awamu, huku akinufaika na ofa maalum za vifurushi vya mawasiliano ya Halotel. Goodluck Msola anaeleza zaidi. Uzinduzi huo umefanyika katika banda la Halotel kwenye maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam Sabasaba, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuongeza upatikanaji wa teknolojia na kuharakisha ujumuisho wa kidijitali nchini. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, mkurugenzi wa biashara kutoka Halotel, Abdalla Salum, amesema ushirikiano huo unaonyesha dhamira ya kampuni hiyo ya kuhakikisha Watanzania wengi zaidi wanapata fursa ya kutumia teknolojia ya kisasa kwa gharama nafuu. Na hivi sasa tunaendelea kuboresha kwa upande wa 4G. Kwa hiyo ukizungumzia swala la coverage kwa Halotel, sasa hivi 4G imeenea Tanzania nzima na imekwenda mpaka huko vijijini ambako dada amesema. Kwa hiyo lakini sasa tunapeleka mtandao wa internet, lakini vipi wateja tunaweza kuwafikia waweze kuenjoy mtandao wa internet? Ndio maana tuna collaboration na Samsung leo. Kwa maana tunapeleka mtandao, sisi tumeshafikisha mpaka vijijini wa kutumia internet, na leo tunapata devices za Samsung pamoja zina option pia ya kuweza kwa mkopo. Kwa hiyo tunawarahisishia wale watu wetu kule vijijini kwanza waweze kupata zile simu waweze kutumia na kuenjoy mtandao wa internet. Upande wake, meneja wa biashara kutoka Samsung Electronics nchini Tanzania, Desang Ba, ameeleza kwamba ushirikiano huo umeendana na adhma ya Samsung ya kupanua upatikanaji wa teknolojia kwa wananchi wengi zaidi na kusaidia ukuaji wa uchumi wa kidijitali. Mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko amewataka wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri na wakuu wa taasisi kuhakikisha wanasimamia kwa weledi na uzalendo matumizi ya fedha zinazotolewa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo, na kusisitiza miradi yote inayosuasua ikamilishwe kwa haraka ili wananchi wapate huduma zilizokusudiwa kwa wakati. Neema Hussein ana taarifa zaidi. Akizungumza katika washa ya wadau wa usimamizi wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo, mkuu wa wilaya ya Mlele Majidi Mwanga aliyemwakilisha mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko amesema washa kama hizo zinapaswa kufanyika katika halmashauri ili kuongeza ufanisi katika usimamizi wa utekelezaji wa miradi hiyo. Hapa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naomba nitoe maelekezo kadhaa ambayo amenielekeza niseme. La kwanza, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ametuagiza sisi madisi, mimi kiwa mojawapo,
DC pamoja na wakurugenzi na wakuu wa taasisi zote ndani ya mkoa wa Katavi kuhakikisha kwamba wanasimamia kwa weledi, kwa uzalendo mkubwa matumizi ya fedha zote zinazoletwa katika mkoa na kuhakikisha kwamba bakaa zote ambazo alishaelekeza awali zinasimamiwa, kuhakikisha kwamba zinatumika kama makusudio ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambayo ameyakusudia. Naye mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Katavi, Sifa Mwanjala, amewataka washiriki kuwa wazalendo na kuwajibika kwa weledi katika utekelezaji wa majukumu yao ili kuhakikisha miradi ya maendeleo inatekelezwa kwa ufanisi na bila mianya ya rushwa. Kwa tuwe wazalendo kwa nchi yetu, lakini pia tuwajibike, tufanye kazi kwa uwajibikaji, tuwe waadilifu, lakini pia tufanye kazi kwa weledi, hasa wataalamu. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi tuliopewa mamlaka na serikali, tumeheshimishwa, na sisi tuiheshimishe serikali kwa kutimiza wajibu wetu. Pamoja na changamoto ndogo ndogo zinazokuwepo, lazima tufanye kazi kwa bidii. Kwa upande wao, wakurugenzi watendaji wameomba ushirikiano kutoka kwa wadau wote, wakisisitiza kuwa kila mmoja anapaswa kutekeleza wajibu wake ipasavyo ili kufikia malengo yaliyokusudiwa. Sisi kama watumishi wa umma tunatakiwa tufanye kazi tukijua kwamba hizi kazi za utumishi wa umma, ili tuweze kuendelea kwenye nafasi zetu, tunapaswa kufanya kazi kwa uadilifu. Kwa unakuta kuna watu wengi wanasaidia project moja kukamilika. Kwa kila mtu akikaa vizuri kwenye nafasi yake katika huo mtiririko mzima, mwisho wa siku tutakuja kutoa product ambayo inakuwa nzuri zaidi. Aidha, wakurugenzi hao wameomba watumishi wapya wajengewe uwezo ili waendane na kasi ya serikali katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kuchangia kudhibiti mianya ya rushwa. Asante sana Neema Hussein kwa taarifa hiyo. Wawekezaji nchini wameeleza kuwa uwepo wa mazingira wezeshi ya biashara nchini pamoja na ushirikiano baina ya serikali na sekta binafsi imekuwa chachu ya kampuni zinazofanya biashara kujitokeza na kulipa kodi kwa wakati serikalini ili kuchangia maendeleo ya taifa. Zaidi huyu hapa Goodluck Msola. Mmoja wa wawekezaji hao ni kampuni ya Puma Energies Tanzania, ambapo kupitia kwa mkurugenzi wake Fatma Abdalla ambaye amezungumza na wanahabari jijini Dar es Salaam, ameishukuru serikali ya Tanzania kwa kuendelea kutoa vivutio pamoja na kuweka mazingira wezeshi kwa kampuni za biashara nchini kuendelea na uhuru na uwazi wa biashara ambao imewafanya kulipa kodi stahiki na kwa wakati. Aidha, Bi Fatma amesema kuwa hatua hiyo imezifanya kampuni nyingi za uwekezaji na biashara nchini kuendelea kutoa huduma na bidhaa bora ambazo zitaendelea kukuza biashara kwa Tanzania, huku akiwataka Watanzania kuendelea kuunga mkono huduma na bidhaa hizo ikiwemo nishati ya gesi ya kupikia ili kutekeleza mpango wa nishati safi ya kupikia. Siri ya mafanikio ya Puma Energy ni kuwa tu wazalendo, kuwa wakweli, kuwa transparent na kuwa karibu, kwa sababu tunajua tunapolipa kodi yetu hii inakwenda kuijenga Tanzania, inakwenda kujenga shule, inakwenda kujenga barabara, inakwenda kujenga vyuo, inaenda kujenga vitu vingi. Kwa hiyo tunakuwa na hamu na ile hari ya kuendelea kulipa kodi kila wakati. Hatua hiyo inakuja siku chache baada ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kutambua mchango wa kampuni zinazofanya vyema katika kulipa kodi kwa kutoa tuzo maalum kwa kampuni hizo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Godwin Mawanja. Tupate mapumziko mafupi na kisha tutaendelea na taarifa habari.